Mungu ni mwema. Nimefurahi kuwa na wewe. Nami nimefurahi sana kuwa na wewe Nyoni. Asante. Maana yake wanakuona tu sasa leo tuko pamoja. Hatimaye tuko live. Karibu sana kunikaribisha kwenye kahawa na chai. Kahawa au chai. Kwa hiyo hapo ni chaguo lako, kahawa au chai. Nitagonga chai. Nitagonga chai. Asante sana. Mtazamaji, Dr. Ernest Mabonesha huyo ambaye yeye ni mkuu wa chuo na mtendaji mkuu wa chuo cha utumishi wa umma hapa nchini Tanzania. Zaidi sana tukiakisi safari ya miaka 25 tokea kuanzishwa kwa chuo hiki cha utumishi wa umma hapa nchini Tanzania, chuo ambacho kinawapika wale ambao wanakuja kututumikia sasa huku katika jamii. Ni chuo nyeti, tukiangalia kama kwa muktadha mkubwa kabisa wa taifa letu, ni chuo ambacho kinawajenga wale ambao wanakuja kututumikia. Ni kweli kabisa. Pengine tukianza kwa historia fupi ya kuanzishwa kwa chuo hiki cha utumishi wa umma hapa nchini Tanzania. Nakushukuru sana Nyoni. Historia fupi naweza nikaanza kwa kusema hiki chuo ni cha zamani kidogo. No. Kimsingi naweza nikasema labda tuanze 1969. Wakati huo kilikuwa ni chuo cha watumishi wa serikali, tunatoa mafunzo kwa watumishi wa serikali. Kilikuwa pale Magogoni na kilikuwa chini ya ofisi ya Rais Utumishi. Kwa hiyo kimekuwepo hapo, lakini pia kulikuwa na chuo kingine ambacho kilikuwa chini ya Wizara ya Elimu ambacho kilikuwa chuo cha uhazili Tabora. Nacho kilianzishwa mwaka 72. Sasa mwaka 2000 kulikuwa na maboresho ndani ya utumishi wa umma. Serikali ikaona umuhimu wa kuwa na chuo pekee kwa ajili ya kutoa mafunzo, kufanya tafiti na kusaidia kutoa mafunzo kwa watumishi wa umma ili kuwajengea watumishi wa umma uwezo, ili utumishi wa umma uwe wenye tija. Kwa sababu utumishi wa umma mara nyingi unabadilika. Kwa hiyo kwa na chuo maalum kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa watumishi wa umma. Kwa hiyo mwaka 2000 vyuo hivi viwili viliunganishwa. Yaani kile chuo cha serikali, mafunzo kwa watumishi wa serikali pamoja na kile chuo cha uhazili Tabora. Vikaunganishwa vyote na vikawekwa chini ya ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma na watawala bora. Kwa hiyo ni chuo cha serikali ambacho kilianzishwa na sheria ya wakala sura namba 245. Kwa hiyo huko ndio genesis yake, lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaboresha utumishi wa umma kupitia mafunzo yake. Naam. Nikumbuka chuo cha waziri Tabora hiwa maarufu wakati tunakuwa ukisikia mtu kaenda kusoma kule, kuna picha fulani hivi mtu anakuwa anajenga, yani picha tunakuwa, lakini pia ni wape hongera kwa sababu kwa namna ambavyo chuo hiki cha utumishi wa umma, kuna namna ambavyo mmejiseti, naweza kusema leo hii mimi nikienda tu pale nikitembea tu pengine mazingira ya posta pale, unajua posta kuna vyuo vingi, kuna IFM, kuna vyuo vingi tu, pengine kuna wale ambao wengine wanavuka maji kwenda kule chuo cha Mwalimu Nyerere. Lakini kwa namna ambavyo ukiona wanafunzi wenu unakuwa unambaini kwa sababu huyu kama Magogoni huyo. Namna ambavyo anavaa pia namna ambavyo unaona kwa sababu huyu Magogoni huyu yuko utumishi. Hongereni kwa kujishape hasa katika eneo hilo. Pengine maadhimisho haya sasa miaka 25 yana maana gani hasa kadiri ambavyo ninyi mnaendelea kukua? Nikushukuru kwa swali zuri. Haya maadhimisho ya miaka 25. Lengo lake kubwa sana ni kujitathmini kwanza. Sisi kwa safari ya miaka 25 ambayo ni ndefu, je, tumetoka wapi na tuko wapi na tunaenda wapi? Lakini pia ni kujulisha umma kwamba chuo chao bado kipo na kinaendelea kutumikia umma kama jinsi ambavyo kimeanzishwa. Lakini pia ni kutangaza basi shughuli zingine mbalimbali ili kuwaonesha watu kwamba tupo. Kwa mfano tafiti zetu ambazo zitazinduliwa katika hii miaka 25 ya kusherehekea, kuna tafiti mbalimbali ambazo zimetumika, zipo na ziko kwenye website yetu, kiasi kwamba kwenye tovuti yetu, kiasi kwamba mtu anaweza kaingia akaona akapata. Sasa ili kumjulisha kwamba vipo kule, kwa maadhimisho haya ni muhimu pia. Kwa hiyo yana mambo mengi maadhimisho haya, lakini kikubwa kabisa ni ile kujitathmini kwamba tumetoka wapi, tunaenda wapi na tuko wapi mlipo na kule ambapo mnakwenda. Umezungumzia hapo kitu kizuri kabisa, umezungumzia tafiti. Hasa zina nafasi gani hasa katika kuandaa hawa watumishi wa umma? Tafiti, kwanza kushukuru. Tafiti kama tafiti, kimsingi hakuna kitu ambacho kinaweza kaenda vizuri pasipo kuwa na taarifa. Sasa tafiti, kazi yetu sisi kubwa kama chuo cha utumishi wa umma ni kuhakikisha tunatoa tafiti ambazo zitawasaidia wale wafanya maamuzi kufanya maamuzi kwa kuzingatia taarifa ambazo zimetafitiwa. Na tunatoa data
Kwa sababu unapofanya tafiti unatengeneza data. Unatengeneza msingi wa mazungumzo. Kwa hiyo hata kama una jambo lako unakuwa na cha msingi cha kusemea. Kwa sababu sio kila mmoja utapita kila mahali ili uweze kupata taarifa na kuiongea. Na watu wanasema kwamba kama hujafanya utafiti huna haki ya kuongea. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunavyo ambavyo vimeshaandaliwa. Kwa hiyo lengo kubwa ni hilo, kusaidia utumishi wa umma ili uweze kuwa wenye matokeo mazuri au wenye tija. Na pale unapofanya maamuzi, basi ufanye maamuzi kwa kuzingatia tafiti ambazo zinaandaliwa. Yaani usifanye tu na tafiti zetu ni tofauti kidogo na za akademia za kawaida za kupanda madaraja na nini mechapisha huku na kule. Sisi lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tafiti zile zinakuwa tumizi, zinatumika katika urekebishaji wa sera, katika utungaji wa sheria, zinasaidia. Hilo ndio lengo kubwa la hizo tafiti. Sio tu kama hizi ambazo tunafanya tafiti alafu zinaishia kwenye makabrasha. Sisi lazima tunaziweka huko. Maadili ya utumishi wa umma hasa katika nyakati hizi, hasa utandawazi, kwa sababu tunafahamu nyakati hizi mambo ni mengi. Naweza kusema hivyo. Lakini pia serikali pia imejikita, naweza kusema kwamba zaidi katika kuandaa wale watumishi ambao watakuja tuseme kusaidia jamii. Lakini kuna wakati mwingine kunakuwa na changamoto zinajitokeza. Unasikia watu wakilalamika, labda nimeenda sehemu fulani kupatiwa huduma, lakini kauli ambazo napewa pale sehemu ya huduma za jamii, pengine ni hospitali, pengine labda ni kwenye kuna hitaji fulani unalitaka pale, lakini unakutana na mtumishi wa umma namna ambavyo anakupokea, utamani hata urudi nyuma. Unaweza kuugua zaidi. Na kama ni mgonjwa kwa kweli unaweza kuugua zaidi. Katika eneo hilo hasa kujenga maadili, tunataka kufahamu hasa nafasi ya chuo hiki cha utumishi wa umma katika kuhakikisha kwamba hawa ambao wanakuwa product ambayo inatoka huko, basi ikienda kule isimvunje moyo yule ambaye anahitaji huduma kutoka kwake, bali afanyike kuwa faraja pengine kwa yule ambaye anahitaji huduma. Ndugu mtangazaji, kama nilivyosema mwanzo kwamba kazi yetu sisi au tuseme chuo chetu kilitengenezwa na serikali kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa watumishi wa umma ili watoe huduma bora zenye tija na staha kwa wananchi. Na tunafanya hivyo. Na utaratibu wa mafunzo yetu ni kwamba mtumishi mpya anapoingia kwenye utumishi wa umma ni lazima afanye mafunzo ndani ya miezi 3 ile. Ni lazima apate mafunzo misingi ya utumishi wa umma na miko ya utumishi wa umma, taratibu mbalimbali ambazo zinatakiwa kutumika serikalini. Kwa mfano mawasiliano serikalini yanakuaje, serikali inafanyaje kazi, vitu kama hivyo lazima vijue. Na kwamba tunamtambulisha kwamba wewe sasa unaingia ni mtumishi wa umma, mwajiri wako ni nani? Ni umma, ni wananchi. Ndio maana unakuwa mtumishi wa umma, unatumikia umma. Sasa kuna shida kidogo hapa sasa katika utekelezaji wa hili. Kuna baadhi hawaatendi mafunzo kwa sababu zile sheria zetu zipo zinamtaka aende, lakini kimsingi hazimlazimishi kwenda. Kwa maana ni kwamba anamtaka aende, lakini yeye mwenyewe kuna uchaguzi aende ama asiende. Asipoenda hakuna sema ambacho kinambana kwamba huyu atafanyaje. Ndio labda shida iko hapo, lakini vinginevyo hawa wanaokengeuka, mimi napenda kutumia neno kidogo gumu. Na kwamba kusema hawa ambao wanakengeuka wanatoa maneno mabaya kwa mwajiri wake ambao ndio umma. Kusema kweli huwa nahesabu kama hawakupaswa kuwa watumishi wa umma. Ama hajui ni nini anachotaka kukifanya. Na hajui kwa sababu inaweza kabla hajahudhuria mafunzo. Lakini hata wanaohudhuria mafunzo wengine wanafanya hiyo. Sasa huyo ndio wale ambao nasema completely huyu hakutakiwa kuwa mtumishi wa umma. Kwa hiyo wanafika mahali anasema hivi, iko haja sasa ya utumishi wa umma uheshimiwe, na utumishi wa umma mtu anayeingia kule kweli tujue huyu ni mtumishi wa umma. Kwa namna gani? Iko haja ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na programu ambazo kumwandaa mtumishi wa umma kabla hajaingia kule. Ili anapoingia kule anajua anachoenda kufanya. Kwa hiyo tukimpitisha hata kwenye mafunzo yale ya awali, inakuwa rahisi yeye kucapture ule utumishi wa umma na maisha ya utumishi wa umma. Wengine wanaingia kwenye utumishi wa umma wanadhani kwamba kweli ni kwenda kutajirika. Tatizo. Kwa hiyo lakini pia bado tunasema huyu mtumishi wa umma akikaa kwenye utumishi kuna mambo mengi ya kisheria yanabadilika na utumishi wa umma unabadilika sana. Sasa pale anapoingia kule
tunamtengenezea, kuna kozi tunaziita refresher course. Yaani huyu mtu sasa amekaa kwenye utumishi wa umma ana miaka 2 ana miaka 3, kuna vitu fulani anaweza asifanye kitu kwa mazoea. Kwa hiyo tunampitisha kwenye program zipo ambazo nazo kama ninavyosema sio za lazima, lakini huwa nasema siku zote kwamba mtumishi wa umma mafunzo ni lazima. Whether amepelekwa au yeye mwenyewe kwa wakati wake aweze kujifunza. Na hapa watu wanachanganya sana. Watu wanachanganya mafunzo ya kwake professional yake. Kwa mfano mimi ni mhasibu mfano. Anachanganya hiyo uhasibu wake na mafunzo ya utumishi wa umma. Ndio maana unakuta wengine wanasema sisi kwenda chuo cha utumishi wa umma, sisi mimi nishasoma. Ninaelewa, mimi ni engineer. Sawa. Mimi ni daktari. Sawa, ndio hayo. Pamoja na kwamba ni daktari, pamoja na kwamba ni engineer, pamoja ni mhasibu, pamoja ni mtu wa procurement, pamoja ni secretary, pamoja ni mtu wa records management, provided wewe ni mtumishi wa umma, ni lazima upate mafunzo ya utumishi wa umma. Pengine sasa katika hilo na ndio anakuweka pamoja sasa kwamba wote ni watumishi wa umma. Pengine sasa katika hilo sasa, kwa namna ambavyo umezungumza hapo ni kwamba ni takwa kwamba inapaswa kuwepo na hizo ABCs mtu apewe pengine za utumishi wa umma, lakini mtu haikubane sana. Ninyi pengine kama chuo, lakini pia kama kwa nafasi yako, sababu kwa kofia hizi mbili ambazo umezibeba za mkuu wa chuo na kwa maana nafikiri una nafasi kubwa sana. Kuna namna gani ambavyo mmepanga sasa hivi kuhakikisha kwamba basi isiwe tu mimi nikijisikia kwenda kupata mafunzo naenda? Kwa nini pengine labda isiwe lazima? Kuna namna gani pengine mtahakikisha kwamba basi angalau basi iwe lazima? Tunajaribu kuona namna ya kupush hili kwa sababu hatuna hiyo mandate, hatuna hiyo nguvu ya kulazimisha kuwa hivyo. Lakini sisi kama think tank la utumishi wa umma, maana chuo cha utumishi wa umma mimi nakiona ni think tank ya utumishi wa umma. Na ndio tunaweza kutoa na kushauri kuhusu utumishi wa umma. Na ndio maana tuko chini ya ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, kama taasisi ya wizara ambayo inasaidia kufikiri namna utumishi wa umma unatakiwa uende. Kwa hiyo tuna mengi tunajaribu kuongea kuona namna ambavyo tunaweza tukarekebisha sheria, sera ili ziweze kusaidia katika kuboresha utumishi wa umma. Mwisho wa siku lazima tuone utumishi wa umma unaojali wananchi, unaojali matokeo, unaowajibika. Ndio hiyo tunayotamani. Yaani ndio dira yetu hapo, kwamba ni kuhakikisha utumishi wa umma unakuwa wenye kujali wananchi, unakuwa wenye tija, unakuwa wa staha kwa wananchi. Unajua kwa sababu unaweza kutoa huduma ambayo haina staha. Unatekeleza majukumu yako lakini hamna staha kwa hiyo umempa. Ndio ambayo unasema kwamba unafika mahala unaumwa, unaenda hospitali alafu unafokewa, au unaenda wapi unatoa huduma ambayo sio. Huo sio utumishi wa umma ambao kimsingi tunautaka. Sawa. Au tuseme ndio mabadiliko ya utumishi wa umma. Utumishi wa umma wa kisasa, unajua wananchi sisi wanataka huduma za kisasa. Kabisa. Namna ambavyo ulimwengu unakwenda tunataka kwenda huko. Kwa na huko kwenye utumishi wa umma mambo pia yanatakiwa yawe ya staili hiyo. Kabisa. Na pia hata ukiangalia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa mara nyingi akisisitiza, mfano mfupi tu ama mdogo tu, siku ya jana wakati akiwaapisha wale wateule wake alizungumza kitu ambacho amekizungumza hapa, kwamba sawa leo hii mmeapa ninyi muende mkawatumikie wananchi, sio kwenda relax au kwenda kuona kwamba hii nafasi ambayo nilipata watanikoma huko. Mara nyingi tunapata tumuona akisisitiza katika eneo hilo kwamba wasiende kumwangusha kwa sababu wao ni wasaidizi wake. Tukiangazia nafasi ya utumishi wa umma katika kufanikisha sasa malengo ya maendeleo, dira hii ya taifa ya maendeleo ya 2050 ambayo tayari kimsingi siku ya jana tumeanza rasmi. Jana ilikuwa tarehe 1, leo ni tarehe 2. Kwa hiyo maana yake tupo kazini. Tupo kazini kuhakikisha kwamba malengo haya ya 2050 yanafikiwa. Nafasi ya utumishi wa umma katika kufanikisha haya malengo pengine kwa kwanza umeanza na kumtaja Mheshimiwa Rais. Mimi naomba na mimi nimtaje. Naam. Kwamba huyu mama Daktari Samia Suluhu Hassan, to be honest, ni jembe. Na ni mtu ambaye anatamani watu wake wapate kitu fulani hivi kupitia huduma zake. Utambue kwamba yeye kawekwa na wananchi
na lengo lake ni kuhudumia wananchi. Sasa na anasisitiza kitu kimoja ambacho sijui kama watu wanakielewa, kwamba mifumo isomane. Unajua kwa nini mifumo isomane? Kwa sababu huduma zetu zote sasa, ili tumhudumie mwananchi, tutatumia mifumo ili kurahisisha huduma kwa mwananchi, na hiyo ndio mwananchi anataka. Huduma za kisasa, yaani huduma ambayo nimekaa hapa nipate huduma, nikihitaji huduma sasa hivi ya kitu fulani nipate ndani ya masaa fulani, ili tumalizane. Sasa ili utekeleze hilo, mifumo yetu au nyenzo zetu za kufanyia kazi ndani ya utumishi wa umma lazima zisomane. Hilo la kwanza. Sasa nikirudi kwenye swali lako la msingi kwamba chuo cha utumishi wa umma au utumishi wa umma unasaidiaje kufikia malengo ya dira 2050. Kwanza haya malengo ni kueleza ukweli yako juu. Ni malengo makubwa, ni matamanio makubwa. Na haya matamanio yanahitaji mtumishi wa umma mwenye matamanio yale yale. Mtumishi wa umma asipokuwa na matamanio ya kufikia hiyo, hatutaweza kufika. Sasa ili mtumishi wa umma aweze kufikia hapo, lazima tukubaliane kupitishana kwenye mafunzo mbalimbali ambayo yatatusaidia. Kwa mfano, sasa hivi kuna matumizi makubwa sana ya akili mnemba katika huduma nyingi. Lakini akili mnemba hii inaweza ikaharibu utumishi wa umma, misingi ya utumishi wa umma. Misingi ya utumishi wa umma, mara nyingi utumishi wa umma unafanyika vitu vingine ni vya siri, ambavyo unatakiwa ukiona mimi sio lazima na wewe utakiwa kukiona. Huo ndio utumishi wa umma unaofanya kazi. Sasa je, kwa kutumia hii akili mnemba tutaweza kulishika hili? Sasa hayo ni lazima tupitishane kwenye mafunzo. Tusipokubali itashindikana. Na sisi tumeandaa mafunzo hayo na tutawakaribisha watumishi wa umma kuweza kuja kushiriki mafunzo hayo. Mambo ya akiliunde ili waone jinsi inavyoweza kutumika kama nyenzo ya kufikia matamanio ya dira. Kwa hiyo utumishi wa umma au tuseme chuo chetu, kazi yake kubwa ni kutoa mafunzo ili kuwajengea uwezo watumishi wa umma kufikia hiyo dira. Maadili ya utumishi wa umma yakae vizuri ili tuweze kufikia, waweze kutumia, kwa sababu uchumi tunaoendea ni wa maarifa zaidi. Tunawapa maarifa zaidi waweze kufikia, lakini pia tunafanya tafiti kama nilivyosema, tafiti zile ili tuwape taarifa na wazitumie zile taarifa katika kujenga taasisi zao ili waweze kufikia dira. Lengo ni pale pale. Tufike pale. 2050. 2050. Tuna mengi hapa ya kufikia kwenye hiyo 2050, lakini zaidi sana pia bajeti yetu ya serikali tena yenyewe tupo kwenye utekelezaji wake na kuhakikisha na wenyewe mambo huko yanakuwa mazuri. Mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kutuma swali, maoni ama hata ushauri siku hii ya leo. Basi usiache ipite hivi hivi. Pengine na wewe una swali lako, una maoni yako kupitia nambari ya 0742773444, kupitia nambari ya 0742773444. Na nambari hiyo nafikiri unaiona hapo chini ya runinga yako. Basi utatuma kama una swali, una maoni, una ushauri. Lakini kubwa zaidi ya yote siku hii ya leo tunaangazia kuhusiana na miaka 25 tokea kuanzishwa kwa chuo hiki cha utumishi wa umma hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ni shamra ndizo ambazo tunazungumza, lakini zaidi sana na yale yapatikanayo ama niseme yatokanayo humo katika shamra hizo. Tukiangazia sasa katika upande wa pengine kwa yule ambaye anatutazama, mwingine labda alikuwa afahamu uwepo wa hicho chuo na mara hii hapa anafahamu, ama kuna mzazi, kuna mlezi. Sasa hivi najua kuna wengine ambao wamaliza form 6 wako nyumbani na kusubiria matokeo hivyo. Chuo hiki pengine kinatoa kozi gani haswa? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Kwanza niseme chuo chetu kina sehemu mbili kubwa. Moja, tunatoa mafunzo kwa watumishi wa umma ya muda mfupi ambao kwa ndani ya utumishi wa umma tayari hao tunatengeneza kwa ajili ya kutoa utumishi wa umma uliotukuka wenye matokeo mazuri, wenye tija. Lakini pia tuna wanafunzi wa muda mrefu ambao wanaingia kuanzia certificate, tunatoa certificate, diploma, degree na sasa hivi nataka masters. Tunatoa kushirikiana na chuo cha Dar es Salaam. Kwa hiyo ni kozi ambayo tunatoa, moja tunatoa secretarial studies, mambo ya secretarial, lakini secretarial hii tumeiboresha zaidi kwa sababu tukiangalia utumishi wa umma unaokuja, inawezekana hatutahitaji sana
mpiga chapa yule ambaye tulikuwa tunamuona au secretary tulikuwa tunamuona. Tunachomhitaji sasa hivi ni mtumishi huyo ambaye ataweza kumanage office. Yaani akae kwenye ofisi aweze kuitawala, aweze kuihudumia, aweze kuwa pamoja na yule kiongozi wake, aweze kumsaidia kwa karibu zaidi. Ndio tunayemhitaji kwa sasa. Lakini pia tuna watu ambao tunatoa kozi za utunzaji wa kumbukumbu, nyaraka na taarifa. Lakini pia tunatoa kozi za human resource. Lakini pia na public administration. Hizi zote kozi hizi ndio kozi mama kwenye chuo chetu. Lakini pia tunatoa na kozi za manunuzi kule Tanga. Ngaje huko hiyo kozi ni kituo kimoja tu Tanga. Okay. Maana sisi tuna vituo 6. Kwa hiyo ni wakaribishe tu wananchi kujiunga na hizo kozi ambazo tunazitoa sisi. Sehemu kubwa ziko chini ya zile kada tunazoziproduce pale, ziko chini ya ofisi ya Rais Utumishi. Okay. Yeah. Na sifa pengine? Sifa za kujiunga. Kwa mfano cheti ni kama hivyo vyo vingi, ni kuwa na D zako 4. Ukiwa na D 4 tunajua wewe unafundishika. Yaani kikubwa unajua ukiingia chuoni tunachokiangalia, je, huyu mtu anaweza kafundishika? Kwa hiyo tunategemea mtu akipata D 4 huyu anaweza kafundishika, anaweza kupatikana mtu mkubwa kabisa. Kwa hiyo D 4 isipokuwa tusiwe za dini, za masomo mengine yoyote anaweza kaomba. Na anaweza kaomba kwenye kampasi zetu zote, yoyote anayoona inafaa. Tuna Dar es Salaam, tuna Tabora, tuna Mtwara, tuna Mbeya, tuna Singida na tuna Tanga. Kwa hiyo kule kote anaweza kaomba. Lakini pia tuna degree kwa wale ambao wamaliza form 6 au wale wanataka kumaliza form 6. Nafikiri wamaliza hivi karibuni form 6, wanasubiri matokeo yao. Wale wakimaliza karibu wanaweza kujiunga. Na degree tunatoa ya secretarial na ya records management. Na tunaitoa hapa Dar es Salaam, lakini pia mwaka huu tutaanza kuitoa pia Tabora. Kwa hiyo wanaruhusiwa kuomba. Haya, habari njema hiyo mtazamaji, kama ulikuwa ufahamu na kijana wako kamaliza form 6, basi kwa kozi ambazo zimetajwa hapa na yeye unamuona kwenye maeneo hayo yuko vizuri, mmezungumza mama na baba, wakati mwingine vitu kushirikishana. Sio tu uamue utaenda kusomea records management huko, nenda kasomea, lakini wazazi mnazungumza pamoja. Lakini pia ya masters ni wakaribisha labda waliomaliza degree. Kuna ile masters ya mawasiliano, management ya ofisi na secretarial. Inapatikana. Sisi na mashirikiano kati yetu sisi na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ipo imeanza kufanya vizuri tangu mwaka jana. Kwa hiyo tunakaribisha nao wajiunge ambao wanatamani sana kwenye mambo ya mawasiliano, mambo ya office management, mambo ya secretarial. Kwa hiyo tumeweka pamoja ili kuipa nguvu zaidi ile. Na nikukumbushe tu pamoja nami hapa siku hii ya leo nipo na mkuu wa chuo na mtendaji mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania TPSC, Dr. Ernest Mabonesho. Niko naye hapa ndani zaidi sana tukiakisi safari hiyo ya miaka 25 tokea kuanzishwa kwa chuo hiki cha utumishi wa umma. Pengine kama sijakwenda kupata mapumziko ama hata kupitia maswali ya wale watazamaji wetu. Nakumbuka bila shaka ni Mei 4, 2026 wakati wa ziara ya rais wa Kenya hapa nchini kwetu Tanzania, nilikushuhudia pale, tena na wewe ulikuwepo ukimwaga wino pale. Nilikuona pale ukimwaga wino, na ilikuwa hiyo ni hati ya makubaliano na mashirikiano ya kuwajengea uwezo watumishi wa umma wa Tanzania na wa Kenya. Na hati hiyo pale kwa mbele ya marais wote wawili wa nchi zote mbili, Rais Samia pamoja na rais wa Kenya. Makubaliano haya ambayo tumeingia sisi kama nchi, niweke hivyo, pengine yanatija gani hasa sisi kwetu sisi wa Tanzania? Tuanzia hapo, tija mashirikiano ya sisi hapa wa Tanzania afu na masuala ya utumishi wa umma Kenya kupitia nafikiri kupitia wanaita Kenya School of Government. Kenya School of Government. Yes. Mashirikiano haya. Nakushukuru sana. Kwanza mashirikiano, lengo kubwa la mashirikiano haya kwenye institutions zetu ni kubadilishana uzoefu. Na uzoefu walionao na uzoefu tulionao tunabadilishana ili kujenga kila ambacho tunatamani kujenga. Wao lengo lao ni kuhakikisha utumishi wa umma nao na kwenye tija,
na sisi lengo lile lile. Kwa hiyo uzoefu walionao na uzoefu tulionao sisi tukikutana pamoja kunakuwa na kitu kikubwa zaidi. Na actually hatuishii pale. Nashukuru, ni kweli nilisaini mbele ya mkataba na lengo kubwa ilikuwa ni mkataba ule makubaliano yale, na mpaka sasa hivi tunaendelea katika hatua za kwanza utekelezaji wa yale makubaliano ili tuweze kujenga utumishi wa umma ulio imara. Sababu utumishi wa umma sasa hivi ni kama ninavyosema ni smart, wa kisasa sana. Inatakiwa mtumishi wa umma aliyoko hapa kimsingi mahitaji yake yanaweza sitofautiana sana aliyoko Kenya. Na ulimwengu mzima inawezekana utumishi wa umma usitofautiane tena. Sasa ili kubadilishana uzoefu, ili kujua kwamba mtumishi huyu anaweza kaenda kutumikia umma wa Kenya, tunamwandaje? Na mtumishi kule aliyoko Kenya anaandaliwaje kuja huku? Kwa hiyo kuna uwezekano wa baadaye kutakuwa na ile mobility kubwa ya hawa watumishi mwingine kwenda huku bila kujulikana kama kuna utofauti. Sasa ili ifanyike tunajengeana uwezo. Ni lazima hivyo tushirikiane. Na kimsingi hatuishii hapo, na mpaka sasa tuna mazungumzo na chuo cha serikali cha Kenya cha UK cha Uingereza. Nao tuko kwenye harakati na tuko kwenye hatua za mwisho, lakini pia Singapore na wenyewe tuko kwenye hatua za mwisho, tunaendelea. Kule South Africa kwenyewe tumeshakamilisha, bado tu muda wa kusainiana. Kwa hiyo na kwenyewe tunaendelea. Kwa hiyo ni kwamba ni lengo kubwa ni ile kuona utumishi wa umma sasa unakuwa kama kitu kimoja. Kila mahali. Kwa hiyo lazima tubadilishane mawazo, namna ya kufundisha, kujengeana uwezo, hizi nyenzo mpya zinazokuja hizi za kufundishia au za kutumia kwenye utekelezaji wa majukumu ya utumishi wa umma kama AI na mambo mengine, yale yote lazima tupeane uwezo, tujengeane uwezo. Wenzetu unaweza kukuta mwenzio yuko juu zaidi kwenye hiki, basi na wewe uko juu zaidi kwenye hiki, mnabadilishana. Baada ya hapo kila mmoja anakuwa yuko vizuri. Bila mashirikiano inakuwa ni ngumu sana kubadilishana hivi. Na pengine itakuwa ni ngumu kusonga mbele. Na itakuwa ni ngumu sana kusonga mbele kwa sababu utajifungia. Utakuwa kama kwenye kidunia chako tu, wakati ambapo nchi yetu sisi sio kisiwa tu. Uko vizuri kabisa. Inabidi ukaribishe kwenye utumishi wa umma. Kabisa. Ili wao upige kidogo kule. Yani nitafurahi sana. Maana umeshaanza kuelewa vizuri kabisa. Nitafurahi sana kwa kweli nikipata ukaribisho uwe na nitakuja bila kusita. Na mtazamaji, mara hii tutakwenda kupata mapumziko mafupi. Nikirejea basi tutakuja kuangalia ujumbe wako ule ambao umeutuma, lakini zaidi sana tuendelee kuzungumza. Yote haya ni kuelekea kilele ambayo itakuwa ni tarehe 3 bila shaka. Tarehe 3 mwezi wa 7. Yaani kesho. Ambayo ni kesho tu. Kesho ndio kilele. Na maadhimisho haya yalikwisha kuanza tokea mwaka wa 2025. Kwa hiyo kesho ndipo ambapo basi kilele hicho kinakwenda kufanyika. Wapi? Mgeni rasmi pengine atakuwa nani? Yote hayo subiri tu. Punde tu mara baada ya mapumziko mafupi utapata kuyafahamu. Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kama ndio kwanza unajiunga, unatazama Tumaini Television na kipindi hewani ni Kahawa au Chai sehemu ya pili katika meza ya majadiliano, ambapo siku hii ya leo nipo na mkuu wa chuo cha watumishi wa umma hapa nchini Tanzania na mtendaji mkuu. Niko naye hapa tukiangazia safari ya miaka 25 tokea kuanzishwa kwa chuo hiki cha utumishi wa umma hapa nchini kwetu Tanzania. Na pengine kabla ya kuendelea kidogo hapa kuzungumza mawili matatu, niangalie kile ambacho wewe mtazamaji umekituma hapa. Huyu hapa anasema nampongeza mkuu wa chuo kwa maelezo mazuri. Ni kweli mimi kama mwananchi natamani huduma nzuri. Anaitwa Stefano Mndonyela toka Songwe, Mbozi. Na wapongeza kwa kipindi kizuri. Hongera kwako pia kwa pongezi hizi. Haya, wakati huyu hapa anasema kwamba tuwaombe watumishi wa umma wasiwe anasema wawe chachu. Yes. Anasema niwaombe watumishi wa umma wawe chachu katika kutekeleza majukumu yao, mali za taifa na maslahi, waache kutanguliza maslahi binafsi. Hajasema anaitwa nani huyu. Haya, asante sana kwa ujumbe wako, inaonyesha kwamba tuko pamoja. Anasema anaitwa Enoch kutokea Ukonga. Hongereni sana hapo studioni. Anasema ni kweli
hilo swala la utumishi wa umma tena hasa katika kuwajengea misingi hawa watumishi wa umma linapaswa kuwa lazima, tena hasa pale ambapo mtu anakwenda katika vyuo vyao kusoma, isiwe tu anasema isiwe mtu kuamua. Nafikiri anazungumza kile ambacho mwanzoni tulizungumza kwamba iwe lazima sasa, simpe mtu yani uhuru yeye kuamua kupata ABCs ama vinginevyo. Haya, wakati hapa anasema naitwa Isaya Venus kutokea Peramiho, na apata vizuri hapo studioni. Hongereni na hongera pia kwa mkuu kwa safari hiyo ya miaka 25. Si haba, ni umri mkubwa tena wa mtu mzima. Kieta kwa umri wa mtu mzima miaka 25. Ni umri huo wa mtu mzima. Ndio mshatengeneza na mjukuu. Kabisa. Vijana sasa hivi walivyokuwa kasi. Vijana wapo kasi sana. Haya, huyu hapa anasema habari ya kwako Anet hapo studioni pamoja na mgeni wetu. Anasema hongereni kwa kipindi kizuri. Anasema ni kweli kuna baadhi ya maeneo hasa pale ambapo mtu anakwenda kutafuta huduma, unakuta watumishi jamani, kama mtu alikuwa na stress kwake anakuletea wewe. Anasema na kwenye hilo eneo jamani wa shape vizuri, waweze anasema kaandia kumaintain kwa lugha ya kigeni, kaanza kumaintain mambo yao binafsi na kazi. Yaani kwamba mtu unakwenda sasa hivi kupata huduma, pengine mtu kaamka huko na mambo yake, kagombana na mume wake, mke wake, anahamishia kwako mimi ambaye nakuja kupata huduma. Haya, anasema hongereni sana hapo studioni. Naitwa Kelvin Vitalis, sasa napata moja kwa moja kutokea huku Mwanza Ngudu. Ngudu kuimba hiyo. Shukrani sana. Tuko pamoja na tunashukuru sana kwa kutuambia kwamba tuko pamoja. Lakini huyu hapa anasema anaitwa Laurencia Evans, anasema nawatazama moja kwa moja kutokea Kivule Matembele ya pili. Hongereni kwa kipindi hapo studioni. Anasema ni kweli jamani, watusaidie hasa kuwafundisha vizuri hao watumishi ili wakija kututumikia wasiwe, anasema wasiwe na machukizo. Nashukuru, asante sana. Nafikiri ni ame huko katika jumbe hizo mbalimbali ambazo tumezipata hapa, lakini nyingi ni pongezi na nyingi zaidi sana watu wakiwa wanatambua jukumu kubwa hasa ambacho jukumu ambalo ninyi kama chuo mnaifanya hasa katika kuandaa hawa watumishi wa umma. Tumeangazia kuhusiana na kozi mbalimbali hizo ambazo ninyi mnazitoa. Na tunapoelekea katika kilele cha maadhimisho hayo siku hiyo ya kesho, pengine ni activities gani kwanza ambazo mmekuwa mkizifanya kuanzia mwaka 2025 ambapo shamra zilianza hadi kesho ambapo tunaelekea kilele? Nakushukuru, labda nitaziweka kwenye makundi kama 3. Kundi la kwanza la shughuli zetu tulifanya marathon. Ndio. Na ile marathon tulikuwa tumelenga kuhudumia jamii pia, kujitolea damu na nini. Sisi ni chuo cha utumishi wa umma na tunachowatumikia ni umma. Kwa hiyo wakati fulani tunarudisha kitu fulani kwa umma, kwa jamii. Kwa hiyo tulifanya marathon kule Mtwara. Kuanzia tumeanza tangu August 2025 shughuli zikaanza mbalimbali. Lakini shughuli nyingi zilikuwa za kutoa kwa jamii. Na hapa ukienda kwa mfano Mbeya walitembelea vituo vya watoto yatima, lakini Tabora pia walitembelea vituo vya wazee, lakini pia hapa Singida walitembelea pia kwa wazee na watoto yatima. Lakini tukirudi tena hapa Dar es Salaam, kilichofanyika kidogo kilikuwa tofauti na hiyo kutembelea wazee. Vilifanyika vitu viwili kwa Dar es Salaam. Kwanza moja, tulitembelea wanafunzi wa shule za msingi na tukatoa elimu ya uzalendo na namna ya kuipenda nchi yao. Kwa hiyo tulipita karibu shule nyingi hapa mjini ili kuwapa hiyo elimu, kwa sababu tunachokiangalia iko haja ya kujenga uzalendo kutokea chini. Kwa sababu uzalendo unaanza kupungua hivi. Mtu yuko tayari kuuza nchi yake kwa sababu ya kupata pesa zake binafsi. Anasahau kwamba akiweka yeye mfukoni halafu ikaiuza nchi, hana mahali tena za kuitumia hiyo pesa. Ni kupungukiwa uzalendo na uelewa. Sasa tukafikiri kwamba ni vyema tuende kwa watoto hawa vijana ambao ndio wanachipukia ili waanze kupata hizo. Na tuliona mwitikio mkubwa sana na tukaweka malengo kwamba inabidi tuwe tunaenda mara kwa mara kwenye hizi shule. Lakini pia iko haja ya nafikiri Bitara sasa hivi imeweka hivyo ili watu wafundishwe uzalendo
kutokea huko. Lakini pia kina mama walitembelea magerezani. Walitembelea kina mama waliofungwa pale Segerea, wakaenda kuwatembelea. Walijifunza mambo mengi kutoka kwao na wao walitoa huduma nyingi kwao. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo vimeweza kufanyika na tunaendelea kufanya sasa kupita kwa kwenye media kama hizi kuwaambia kwamba chuo chenu kipo na kinachofanya ni haya. Na hicho ambacho amekizungumza hapa hasa cha kutembelea katika shule. Naona kunakuwa kwenye shule mbalimbali wakati mwingine kama TAKUKURU wanakuwa na club mbalimbali, watu wa usalama barabarani, utakuta kuna shule fulani kuna club ya wana usalama barabarani kufundisha watoto alama zile barabarani na nini. Nyie hasa katika eneo hilo nadhani kama ulivyosema ipo haja hasa pengine atakuwa na hizo club ya uzalendo. Inabidi kufundisha uzalendo, maadili ya utumishi wa umma, misingi ya utumishi wa umma ikoje. Hii ni njia zile ambazo nimesema mwanzo kwamba tunajipanga kwa namna ya kuandaa watumishi wa umma ili anapokuja kwenye utumishi wa umma anajua utumishi wa umma unafanyikaje na ukoje, ili kuondokana na hizi kero ndogo ndogo ambazo sio ndogo ndogo, actually ni kero kubwa, kwa sababu unapomkera mwajiri kimsingi unakuwa huelewi unachokifanya. Unakuwa ni hadithi ya nani ile alikuwa nakata tawi kakaa na yeye mwenyewe amekalia tawi hilo. Hiyo sio sawa. Kwa hiyo tunatamani hilo, ingawa tunatamani zaidi ya hapo kwamba ikiwezekana hawa wawe na program kabisa ya kwamba kuna kuwa na program ambazo zipo watumishi wanaotamani kwenda, tuseme watu wanaotamani kuingia kwenye utumishi wa umma wapita kwenye zile program kwanza, wafaulu. Wakishafaulu then huyu anaweza kaingia kwenye utumishi wa umma kwa sababu anaelewa, na akifanya makosa kule basi ni issue nyingine. Lakini awe na taarifa, hata anapokosea anajua kwamba nimekosea. Unajua mna kitu kibaya kama unakosea alafu hujui, na hata pale unapoambiwa unaona kama unaonewa. Kama unaonewa. Kwa sababu tu hujui. Mnapoapika hawa watumishi wa umma sababu wanasoma watamaliza, pengine mnawajengea picha gani? Picha ya chuo vyo vyetu hivi vya utumishi wa umma ni kwamba ni wale ambao watakwenda moja kwa moja kutumika serikalini, au tunawapika kwamba tutakuja pengine kuna taasisi nyingine huko za serikali tunawapika tukiwa tumewajengea picha gani hasa? Nafikiri hawa tunaongelea wale wa mafunzo ya muda mrefu sasa, wenye certificate mpaka degree hapo. Hawa tunawaandaa sehemu zote mbili. Moja, tunawaandaa katika mazingira kujiajiri. Kwa tuna program kuna module ambazo zinawaelekeza huko, kwa mfano entrepreneurship na mambo ya mawasiliano na nini. Yale yanawasaidia pia yeye mwenyewe kujitambua na kuona fursa, anaweza kujiajiri. Lakini pia tunawaandaa anapokuwa mtumishi wa umma awe mwana namna gani. Ndio maana kama ulivyosema kwamba ukienda pale hata ukipanda feri ile utajua huyu ni watumishi wa umma. Ukiangalia mavazi yake tu unajua huyu ni mtumishi wa umma bila kuulizwa. Kwa hiyo nafahamika hivyo. Sisi hatuvai vile vinguo vina nini ambao sio kwa utumishi. Kile chuo cha utumishi wa umma tena kiko ofisi ya rais. Ndio. Kwa lazima na uonekane. Lazima uonekane, usimdhalilishe rais. Usidhalilishe utumishi wa umma kwa mavazi. Basi walau kwenye mavazi tuondokana na hilo. Hata kuongea kwao, wewe jaribu tu ukaa nao siku moja ongea nao. Ndio. Utaona kuna tofauti mkubwa. Kwa mnawajenga hivyo mapema kabisa. Kwa kweli wale wanaotoka hapo wanakengeuka, basi hiyo ni inakuwa ni yeye mwenyewe tu. Ni yeye mwenyewe. Lakini vinginevyo sisi tunatamani tumjenge katika misingi ile ili anapoingia kutumikia umma basi aonekane. Haya, mtazamaji, mambo ni mengi kwa kweli, lakini naona muda ni mchache, lakini mambo ni mengi kweli kweli. Lakini nikukumbushe tu kwamba tunaangazia kuhusiana na safari ya miaka 25 tokea kuanzishwa kwa chuo cha utumishi wa umma, na safari hii nasema shamra hizi zilianza tokea mwaka jana 2025 na kesho ndio kilele cha maadhimisho haya. Pengine katika kilele hiki mara nyingi tunakuwa tunatarajia labda mgeni fulani atakuwepo. Ni mgeni gani atakuwepo na namna gani tunakwenda kuhitimisha miaka hii 2025 pengine kwa vyuo vyote hapa nchini? Asante sana. Kwanza kilele chetu kama ilivyosema itafanyika tarehe 3 mwezi wa 7 2006. Yaani maana yake kesho, na tutafanyia pale ukumbi wa Mwalimu wa Julius Nyerere. Ukumbi wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere JNICC. Tutakuwa pale Dar es Salaam kuanzia saa 3 asubuhi
na mgeni rasmi atakuwa waziri wetu, sababu hili ni swala la kiutumishi. Tukadhani yeye ndio amepewa nafasi ya kusimamia utumishi kwa niaba ya rais, sababu rais ndio mtumishi wa umma namba 1 na katibu mkuu kiongozi ndio mkuu wa utumishi wa umma. Sasa katibu mkuu utumishi kimsingi amekasimiwa hilo jukumu pia la kusimamia utumishi wa umma kwa niaba ya katibu mkuu kiongozi, lakini pia waziri akasimiwa nafasi hiyo na mwenye wizara yake ambaye ndio rais. Ndio maana iko chini ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma utawala bora. Kwa hiyo tukaona ni jambo jema waziri wetu Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete ndio atakuwa mgeni rasmi kwenye kilele hicho. Kwa hiyo tutakuwa naye Mheshimiwa waziri, na nimeambiwa alishafika tayari. Na yuko tayari kwa ajili ya jambo lake. Sasa na ili tuweze kwenda vizuri, sisi tuko campus 6. Kwa hiyo wakurugenzi wote wa campus zote watakuwepo huko. Watakuja hapa. Lakini pia na baadhi ya watumishi hususan wale ambao walishiriki kwenye uandaaji wa zile tafiti. Kwa sababu zile tafiti 6 tunapoongea ni kila campus ina tafiti moja. Zote zinakuja kuzinduliwa pamoja, kwa hiyo inabidi washuhudie hilo. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo tunalifanya. Tungetamani watumishi wote tuwe pamoja, lakini kwa sababu ya nafasi, lakini pia kipindi hiki masomo yanaendelea, hatuwezi kufanya hivyo. Kutakuwa na uwakilishi huo. Kwa hiyo kampasi zote zinashiriki, lakini kwa uwakilishi huo pale nani. Na tumealika wageni wengi. Mmoja wa wageni ambao tumealika ambao ni muhimu kuwataja ni wakuu wa vyuo waliopita. Tutakuwa na Dr. Kavula atakuwepo, lakini Saidi Simba ni marehemu, mke wake amethibitisha kuwepo. Lakini tutakuwa na bwana Mambo, Mambo Dr. Henry Mambo ambaye yuko open na yeye atakuwepo. Tutakuwa na Dr. Shindika ambaye pia amepita pale kama mkuu wa chuo, tutakuwa nao. Kwa hiyo hao wote tumeona ni vyema waje washuhudie kila ambacho walikijenga na wakione tena wote kinaendelea. Kwa sababu wao walianzisha, walipita, wakaweka misingi ambayo sisi tumesimama juu ya hiyo msingi. Kwa hiyo tumesimama juu ya misingi yao. Kwa hiyo ni vyema wakaona je, misingi tuliyoisimamia bado inaendelea. Nadhani wataona furaha sana kwa hivyo. Lakini pia kuna kama nilivyosema, hiki chuo tuliungana pia na TAG, kile ambacho kilikuwa kituo cha wakala wa mafunzo kwa njia mtandao. Na hapa tuna Charles Sekondo. Naye tumemkaribisha, naye tunadhani kwamba tutakuwa naye pamoja. Kwa hiyo wote walianzisha kile chuo watakuwepo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa mention hivyo kwa sababu ni uwepo wa chuo mpaka leo miaka 25. Itakuwa ni makosa kutokuwataja. Kabisa. Hongereni. Na mimi burudani itakuwepo. Hapo kwenye burudani mara nyingi katika dhifa za kitaifa, matukio fani ya kitaifa hayo unamsikia yule mshereheshaji anasema mara hii basi tukaribishe bendi kutoka chuo cha utumishi wa umma. Hivi na wewe unakuaje? Ni kwamba yani licha ya kuwa shuleni mnajenga kitaaluma kuwa watumishi, lakini kwa namna ambavyo mnaangalia vipaji maana zile bendi zinakuaga hatari. Bendi kwaya mtangazaji ile kwaya ni imewekwa kimkakati bwana wewe. Kimkakati kwamba sisi kama chuo cha utumishi wa umma kazi yetu ni kufundisha watu ili kuhakikisha kwamba maadili ya utumishi wa umma, uzalendo wa nchi unazingatiwa. Sasa kuna namna nyingi za kufikisha ujumbe. Moja ni kutumia nyimbo. Kwa hiyo ile kwaya iko pale kwa lengo kubwa hilo, kwamba itakwenda kama vile inaburudisha, lakini ukisikiliza zile nyimbo zina ujumbe mzito. Ukisikiliza zile nyimbo, yani huwezi kuacha kuifuatilia ile kwaya. Kwanza moja, inaonyesha Mheshimiwa Rais shughuli zake zote alizozifanya ziko pale. Lakini pia misingi kama kwa mfano dira, kuna wimbo wa dira upo ambayo ni wakati fulani ni ngumu kwenda kumfundisha kila mtu dira inasema nini, misingi yake ni nini, tunaenda wapi. Lakini kwa kutumia zile nyimbo mtu anapata moja kwa moja. Na ningetamani sana kwenye hafla kama hizi, kwenye makusanyiko kama haya, waitumie sana ile kwaya. Ni nzuri. Yani ipo tu, tuseme kama mtu kutaka huduma yake wakati wote ipo. Ukitaka huduma ipo. Labda ukute sasa tuko kwenye mitihani sana, lakini hata tuko kwenye mitihani huwa kuna wale ambao
kwa sababu hiyo ina watu wa namna mbili. Ndio. Mtumishi unaruhusiwa kujiunga, mwanafunzi unaruhusiwa kujiunga, lakini mwanafunzi uliyemaliza kwa ndani ya miaka 3 unaruhusiwa kuwepo. Baada ya pale sasa tunasema wewe sasa inawezekana huko sasa na nyingine ukaendelea na nyingine, lakini otherwise wapo. Kwa hiyo sisi tupo. Hongereni. Na hiyo kwaya itakuwepo. Kesho itakuwepo. Ndio nikasema wacha nimalize na hilo. Wacha nimalize na hiyo. Mtazamaji, kama ulishawahi kushuhudia katika shughuli ambayo utamsema Mheshimiwa Rais yupo, yani hukosi kuwaona wale majamaa tena wakiwa na suti zao safi kabisa. Watumishi wa umma wanaimba vizuri kabisa pale, kwaya vizuri, bendi. Aisha hongereni. Tena sasa siku hizi inaitwa kwaya ya taifa. Ni kwaya ya taifa. Inaitwa hivyo sasa hivi. Yaani chini lakini kwaya ya taifa. Bado haja rasmi. Lakini chini ukifuatilia vizuri inastahili kuitwa hivyo. Kwa sababu kwaya bwana hatari kabisa. Mimi nikushukuru. Na muda na wewe umekuwa si rafiki kwetu, nikushukuru, lakini nitamani tuendelee kuwepo na kuzungumza lakini zaidi sana pia hata kupitia jumbe. Najua kwa wewe ambaye pengine umetuma lakini hatujapitia, tunashukuru mchango wako na tunashukuru pia kwa kuwa ulikuwa unatufuatilia kuanzia mwanzoni mwa kipindi hiki hadi wakati huu tunapofikia ukingoni. Na kwa wewe ambaye pengine umefika mwishoni unaona nani yule anazungumza naye Aneti, si mwingine, huyu ni mkuu wa chuo na mtendaji mkuu wa chuo cha utumishi wa umma hapa nchini kwetu Tanzania, Dr. Ernest Mabonesho, ndiye ambaye nimepata fursa kwa naye siku hii ya leo kuzungumzia safari ya miaka 25 ya chuo hiki na mchango wake hasa katika kuwapika watumishi wa umma. Asante sana na nikushukuru pia kwa muda wako. Nashukuru sana na nikutakia maadhimisho mema, naamini kesho tutakuwa pamoja. Ninashukuru kukuona. Natamani sana nikuone. Kabisa utaniona. Na pengine niwaalike hata wananchi kabisa waweze kuhudhuria maadhimisho haya. Ni muhimu sana wakajua ni vitu gani ambavyo tunavyo, lakini pia wanaweza katembelea tovuti yetu www.tpsc.go.tz. Kwa hiyo kitembelea kule watakuta shughuli zetu zote ziko pale, na hata yale machapisho yetu ambayo tunazindua leo watayakuta hizo tafiti zetu. Kwa hiyo wataziona. Asante sana mtazamaji, mimi ni Anet Nyoni, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa Television Tumaini. Ipe nafsi yako tumaini. Kwaheri kwa sasa na uwe na wakati mzuri.